Jua kali lilikuwa linachomoza polepole juu ya milima ya Tehran, likiunguza anga kwa miali ya dhahabu. Ndani ya viunga vya chuo cha maafisa Imam Ali, maelfu ya hatua za buti zilivuma kwa mwafaka, zikitoa sauti ya matumaini na ukakamavu. Mbele ya safu ya maafisa chipukizi alisimama mtu ambaye jina lake lilikuwa sawa na alama ya nidhamu na hekima: Lera Admiral Habibullah Sayari, naibu mkuu wa jeshi la Iran kwa masuala ya uratibu. Kwa sauti ya kina na yenye mamlaka, Admiral Sayari alianza hotuba yake kwa kusema, amani ya kudumu haiwezi kujengwa kwa maneno tu, bali kwa nguvu, utayari na nguvu ya kuzuia vita kabla havijaanza. Wanafunzi walinyamaza wakisikiliza maneno yake yakitanda hewani kama upepo wa hekima. Alisimama kimya kwa muda, kisha akatupa macho yake juu ya bendera ya taifa iliyopepea taratibu. Vita hutokea pale ambapo kuna upungufu wa maandalizi. Taifa lililo tayari, lenye mafunzo, vifaa na hali, haliwezi kushambuliwa. Adui anaogopa moyo ulio tayari kuliko upanga wenye makali, alisema kiongozi huyo. Kauli hizo ziliingia mioyoni mwa kadeti kama maneno ya kiapo. Walihisi kama wanashuhudia si hotuba tu, bali uzinduzi wa roho mpya ya ulinzi wa taifa. Admiral aliendelea akifafanua dhima kuu ya kijeshi la Iran ni kulinda mipaka ya taifa, kuhifadhi uhuru na kutetea mfumo mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku akisisitiza kuwa haya si maneno matupu, bali dira ya kila afisa, kila askari, kila moyo wa mzalendo aliyeapa kulinda ardhi ya mababu zake. Na hapa namnukuu: kila mpiganaji lazima aishi kwa kanuni hizi tatu, kwa sababu ndizo nguzo za heshima na uwepo wetu, mwisho wa kumnukuu. Katika upepo wa baridi wa asubuhi, alizungumzia jinsi jeshi linavyozidi kujiimarisha katika maeneo matatu makuu: mafunzo, vifaa na morali. Alisema kwa msisitizo, tunaboresha elimu ya kijeshi ili akili zetu ziwe silaha. Ya kwanza, tunaboresha vifaa vyetu ili adui ajue tuko karne moja mbele yake. Juu ya yote, tunalinda imani yetu, roho ya mapinduzi inayofanya kila mwanajeshi kuwa ngome ya kuogofya, mwisho wa kunukuu. Katika jiji lenye midundo ya kale na sauti za karakana za kisasa, Mystic Tehran, kulikuwa na siku ambayo upepo ulionekana kubeba harufu ya mabadiliko, kwani ndani ya ukumbi mkubwa wa Wizara ya Ulinzi, taa zilimeta kwa mwangaza wa dhahabu, zikirejelea azma ya mataifa mawili yaliyotengana kwa maelfu ya kilomita, lakini yameunganishwa na wazo mmoja, yani uhuru. Brigadia Jenerali Azizi Nasazadeh, mwana wa milima ya Alboza, alisimama imara, huku sare yake iking'aa kama chuma kilichopigwa moto. Macho yake yalionyesha mwanga wa taifa lililoamua kutegemea juhudi zake, huku pembeni yake Dmitry Pantu, mwenyekiti wa kamati ya serikali ya viwanda vya kijeshi vya Belarus, alitazama ramani ya ushirikiano iliyokuwa imechorwa mezani, si kwa wino tu, bali kwa matumaini ya vizazi vipya. Mazungumzo hayo hayakuwa ya baridi kama karatasi za mikataba, bali yalikuwa moto wa nia na marafiki wapya wa Nasazadeh. Akasema kwa sauti tulivu lakini thabiti, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran daima inawakaribisha wale wanaosimama kwa miguu yao, mataifa huru yasiyotetereka kwa upepo wa shinikizo, alisema kiongozi huyo. Pantas akiwa na tabasamu dogo la heshima akijibu, Belarus inatambua nguvu iliyo ndani ya chuma chenu, si tu mitambo yenu, bali hekima yenu ya kujenga kutoka ndani. Wamejadiliana juu ya njia za kuimarisha ushirikiano wa ulinzi, teknolojia na viwanda, huku wakipanga kuchora ramani ya mustakabali, ramani itakayoelekeza miradi ya pamoja, mafunzo na ubunifu wa vifaa vya kijeshi visivyotegemea wengine. Nje ya jengo, upepo wa vuli ulipita taratibu juu ya bendera mbili zilizokuwa zikipepea Iran na Belarus, zikionekana kama alama za chuma.
kilichounganishwa na lengo moja: kujitegemea na kushirikiana kwa heshima. Mazungumzo hayo hayakuwa ya baridi kama karatasi za mikataba, bali yalikuwa moto wa nia na marafiki wapya wa Nasazadeh. Akasema kwa sauti tulivu lakini thabiti, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran daima inawakaribisha wale wanaosimama kwa miguu yao, mataifa huru yasiyotetereka kwa upepo wa shinikizo, alisema kiongozi huyo. Pantas akiwa na tabasamu dogo la heshima akijibu, Belarus inatambua nguvu iliyo ndani ya chuma chenu, si tu mitambo yenu, bali hekima yenu ya kujenga kutoka ndani.